Samueli wa kwanza sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 16. 1 Samuel chapter 4 from verse 16. Samueli wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 16. 1, 2, 3, twende pamoja. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti. Sema Mungu aepushe mbali. Sema haiwezekani Israeli kukimbia mbele ya Wafilisti. Sema itakuwa mali hapa katika jina la Yesu. Tuendelee. Tena watu wengi sana wameuawa. Sema sio kwetu, sio Glorious Restoration. Hata na wanawako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Sema sanduku la Mungu haliwezi kutwaliwa. Sema haliwezi kutwaliwa kama Bwana ishivyo. Mstari wa 18, ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Mstari wa 19, tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari za kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Lakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema huo utukufu umeondoka katika maisha ya Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Naam, akasema huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Haleluya. Somo letu jioni mchana wa leo nataka tujifunze kurejesha utukufu ulioibiwa na kufunua utukufu usioonekana. Kurejesha utukufu ulioibiwa na kufunua utukufu usioonekana. Na leo nimeamua kwenda taratibu. Mama huwa ananifundisha, kwa hiyo nimeamua kwenda kama mwalimu leo. Nataka tujifunze. Amen. Amen. Ni wangapi walikuwepo asubuhi? Tumejifunza somo zuri sana. Ni wangapi waliwahi ile somo la Sunday School? Kwa zuri sana. Yes, mama Mungu amempaka mafuta mazuri kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo na mimi nikiwa karibu nayo kuna vitu nakuwa naambukizwa. Haleluya. Mtukuze Mungu. Hebu piga makofi kwa ajili yake. Punguza wivu. Amen. Yes, so tunaona hapa mwana wa Mungu, tunaona sanduku la Mungu lilikuwa limefanya nini? Limetwaliwa katika Israeli. Na Biblia inasema baada ya hilo sanduku kutwaliwa, kuna vitu vilitokea baada ya kusikia sanduku la Mungu limetwaliwa. Na Biblia inasema ndio lilikuwa sanduku la utukufu wa Mungu. Maana yake nini? Ndilo lilikuwa linamdhihirisha Mungu katika Israeli. Haleluya. Ninapozungumza habari za utukufu wa Mungu, nazungumza ule uzuri wa Mungu, utendaji wa Mungu, kuonekana kwa nguvu za Mungu. Utukufu wa Mungu ni nini? Utukufu wa Mungu ni ile heshima ya Mungu katikati ya watu wake. Utukufu wa Mungu ni nini? Ni ule uzuri wa Mungu, ndio utajiri wa mwisho wa Mungu. Kwa kiwango kikubwa cha utajiri katika benki ya mbinguni, kiwango kikubwa ni utukufu. Haleluya. Kama ambavyo naona sarafu kwa mfano ya Tanzania inaitwa shilingi. Kwa ukienda kununua chochote lazima utaulizwa una shilingi ngapi ili upewe kitu cha hiyo thamani. Sasa kitu kikubwa ambacho kimebeba kila kitu, yani ndio kimebeba mpaka nguvu za Mungu ambazo mama amefundisha asubuhi, vyote vimefungwa ndani ya kitu kikubwa kabisa kinaitwa utukufu wa Mungu. Sema utukufu wa Mungu. Sema utukufu wa Mungu. The glory of God. Na siri nyingine nataka nikupe ni kwamba kila mtu aliyezaliwa ambaye ametumwa na Mungu duniani, kuna kiwango cha utukufu Mungu aliweka ndani yake. Kwa hiyo haukuumbwa bahati mbaya, uliumbwa ili udhihirishe utukufu wa Mungu. Uliumbwa ili udhihirishe nguvu za, ili watu wakikutazama, Biblia inasema wayaone matendo yenu wamtukuze Mungu wenu. Kwa hiyo uliumbwa ili watu wakikutazama wamuone Mungu kupitia wewe. Kwa hiyo sio watu wakitaka kumuona Mungu, sio kwamba wataona Mungu ameshuka anatembea hivi. Wakikuangalia wewe wanamuona Mungu, kwa uungu wake uko ndani yako, na huo ndio tunaita utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya mtu. Haleluya. Lakini kuna watu ule utukufu wao haupo, umeibiwa. Utukufu unaweza kuchukuliwa. Utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu unaweza kabisa kutoweka.
kuondoka. Na hakuna, nakwambia mtumishi wa Mungu, the most important thing in the life of a man is the glory of God. Kitu cha maana cha muhimu sana kuliko kitu chochote katika maisha ya mtu ni utukufu wa Mungu kwa maisha ya huyo mtu. Mtu ambaye amepoteza utukufu wa Mungu anakuwa hana tofauti na mnyama. Anaweza kawa ni mtu kabisa anatembea dunia, lakini maisha yake kama hayana utukufu, maana yake ameharibiwa. Sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sema sio kwa watoto wangu. Sema mimi na nyumba yangu tutamdhihirisha Bwana. Mimi na nyumba yangu tu ishara ajabu katika ulimwengu huu katika jina la Yesu. Lazima Bwana aonekane kupitia maisha yangu kwa jina la Yesu. Haleluya. So hakuna kitu cha msingi na cha thamani sana kwa maisha ya mtu kama utukufu wa Mungu kwa maisha ya huyo mtu. Katika hizo verses tulizosoma, Biblia inasema Wafilisti walikuwa wameiba nini? Sanduku la Mungu. Na Biblia inasema ile sanduku lilikuwa ndio limebeba utukufu wa Mungu katika taifa la wapi? La Israeli. Na kwa kuiba lile sanduku la Mungu, Biblia inasema, ukisoma yale maandiko tuliyosoma, Biblia inasema Eli aliambiwa kabisa, alipoambia watoto wako wamekufa, Eli wala kuhangaika. Lakini walipotaja, hebu tusome tena pale ili nikuonyeshe kitu. Mantori brado shataraba. Hebu tuende pamoja mstari wa 18. Umefika pale? Twende tuanze mstari wa 17. Yeye aliyeleta habari akajibu akasemaje? Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wamefanya nini? Wameuawa. Hata wana wako wawili Hofni na Finehasi wamefanya nini? Wamekufa pia. Na sanduku la Mungu limefanya nini? Mstari wa 18, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, kafanya nini? Akafa, maana alikuwa mzee tena mjamzito. Twende sasa mstari wa 19, anasemaje? Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari za kutwaliwa kwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana alikuwa katika utungu. Biblia inaendelea inasema, wakati Biblia aliposikia tu kutajwa kwa kuchukuliwa kwa sanduku la Bwana, akazaa hapo hapo. Uchungu wa kuzaa ukaja hapo hapo. Na Biblia inasema naye wakati wa kujifungua naye akafanya nini? Akakata moto. Kama kuna kitu ambacho ni cha kushikilia usikipoteze katika maisha yako ni utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ndio umebeba kila kitu, my friend. Unaweza ukapoteza ndoa, unaweza ukapoteza watoto, unaweza ukapoteza hata fedha. Hivyo vyote vina thamani ya utukufu wa Mungu. Ukipoteza hivyo vyote lakini utukufu wa Mungu kawepo, you gain them all. Unaweza tena, maana vyote kufungwa ndani ya utukufu wa Mungu. Tunajifunza kwa maisha ya Ayubu, alipoteza kila kitu, lakini as long as alikuwa bado ana utukufu wa Mungu, Biblia inasema akajesha, akapewa maradufu, akapewa mara mbili zaidi ya vile alivyokuwa mwanzo. Haleluya! So kama kuna kitu cha hatari kupoteza nini? Utukufu wa Mungu. Na tunajifunza kabisa, Biblia inasema katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23, anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unaweza ukaondoka kabisa katika maisha ya mtu, unaweza ukapungua. Na tunaona kabisa huyu mke wa Finehasi, huyu mkwewe Eli, wakati anajifungua, Biblia inasema wakati anajifungua amesikia sanduku la Mungu limeondoka. Biblia inasema akazaa yule mtoto. Hakutaka kusema neno lingine. Biblia inasema akamwita yule mtoto Ikabodi. Akamwita Ikabodi akisema kwa maana utukufu wa Mungu umefanya nini? Umeondoka katika Israeli. Akamwita mtoto Ikabodi. Hilo jina Ikabodi manake utukufu umeondoka, au ni manake mahali pasipo na utukufu. Ikabodi inatokana neno kabodi. Kwa Kiebrania neno utukufu linaitwa kabodi au kabodi. Haleluya. Kwa manake Ikabodi mahali pasipo na utukufu. Kwa utukufu unaweza usiwepo mahali. Sema kwa jina la Yesu, utukufu wa Mungu unarejea katika maisha yangu siku ya leo kwa jina la Yesu. Nakwambia leo nataka tuende taratibu kwa sababu nataka tujifunze. Haleluya. Haleluya. So utukufu wa Mungu unaweza ukaondoka, lakini leo nimekuletea habari njema. Inawezekana kuna utukufu hauko kwenye maisha yako. Inawezekana kuna utukufu umeondoka kwako. Na katika ulimwengu wa roho kuna wezi kabisa wanaweza wakaiba utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Biblia inasema Yesu alipozaliwa zama za kutawala kwake Herode, Biblia inasema wakafika mamajusi kutoka mashariki ya mbali. Walitoka nchi ambazo leo ni kule Mongolia au China kule. Biblia inasema wakaja wanaitafuta ile nyota. Wanasema yuko wapi mfalme aliyezaliwa? Kumbe katika maisha ya mtu kabisa watu wanaweza wakaona kwamba mtu amezaliwa na kitu fulani, amezaliwa na ufalme.
Haleluya. Kama tunajifunza kumbe mfalme anazaliwa, kuna ufalme anazaliwa nao tayari. Umewahi kujiuliza wewe ulizaliwa na nini? Je, kile ulichozaliwa nacho ndicho kinachodhihirika leo kwenye maisha yako? Wewe umekuja duniani kufanya nini? Je, vile ambavyo Mungu amekutuma kufanya duniani ndivyo unavyovifanya hapa? Umewahi kujiuliza watoto wako? Biblia inasema Yesu alipozaliwa tu, wahuni wa ulimwengu wa Roma, majusi. Ukisikia majusi wanatajwa, usije ukafikiri walikuwa ni watu wema. They were not. Ni wachawi. Au majusi, Biblia ya Kiingereza inayowaita magicians. Magicians manake ni wachawi. Manake walikuja kutafuta ile nyota. Manake kwenye ulimwengu wa roho kuna watu kabisa ni wezi wa nyota, ni wezi wa utukufu wa Mungu kwa maisha ya watu. Mtu anaweza kaa alizaliwa yeye awe mbunge, awe waziri, awe aje kuvusha taifa, lakini wakamwibia utukufu. Yaani mtu anaweza kaa anagombea anataka kwa mfano ubunge, alafu anaenda kwa mganga. Usikiri anaendaga hivi bungeni. Anaenda kwa mganga, mganga anampigia ramli, anamwambia nitakupa nyota ya ubunge. Hiyo nyota ya ubunge yule mganga anaitoa wapi? Manake anatafuta mtoto aliyezaliwa mwenye kile kipawa, anamwibia kwa namna ya roho, anakipachika kwa mtu asiye na kipawa. Ndio maana wakati mwingine unashangaa kuna watawala hawana kabisa karama na vipawa vya uongozi, kwa sababu vipawa wanavyovitumia sio vya kwao. Sema leo, kila kilichoibiwa kwenye maisha yangu kinarejeshwa kwa jina la Yesu. Hatima yangu, nyota yangu, utukufu wangu unarejeshwa kwa jina la Yesu. Haleluya. So hizo ndizo habari ambazo Bwana amenituma kwamba turejeshe leo, na hapa kuna urejesho unaenda kutokea. Haleluya. Na hapa kuna urejesho unaenda kutokea. Haleluya. Mungu alikuumba na ndoa yako, na hiyo ndoa yako utaipokea hapa kwa jina la Yesu. Mungu alipokuumba na watoto wako, na watoto wako utapokea leo kwa jina la Yesu. Mungu alikuumba uzae matunda, na hapa kuna kuzaa matunda kama Bwana ishivyo. Hebu jitamke, sema mimi sitatoka hapa kama nilivyoingia. Leo natoka hapa nimejaa utukufu wa Mungu, nimejaa kila kitu changu, kila kilichokuwa kimeibiwa leo nakipokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Tupige hatua kidogo, maana hujanielewa vizuri. Nimekwambia leo tumekuja kurejesha. Mwambie jirani yako, leo tumekuja kurejesha utukufu ulioibiwa na kufunua utukufu uliofunikwa. Kwa sababu kuna vitu viwili. Utukufu wa Mungu kwa maisha ya mtu unaweza kuwepo kabisa, lakini it is covered. Umefunikwa, hauonekani. Yaani una kipawa kabisa, watu wakikuangalia kule nje unatembea umevaa suti, wao wanakuita bosi, wanakuita tajiri, wanakuambia tajiri, umepoa. Lakini ukiangalia maisha yako, mbona sina utajiri wowote? Tukianza kuchunguza una hata 200 mfukoni. Haleluya. Maana wewe kweli uliumbwa kuwa nini? Tajiri, lakini kuna mtu ameshikilia utajiri wako. Sema leo unauachilia kwa jina la Yesu. Haleluya. Mama anacheka. Hujawahi kutembea kufika sehemu unashangaa, yani watu wanakuona wa maana, kwa hiyo wanakuita mpaka bosi, umekuja tumepora, lakini ukiangalia mfukoni hamna kitu. Biblia inasema yalikuwa hivyo hata maisha ya mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Yabesi. Biblia inasema naye Yabesi alikuwa mwenye heshima, mwenye kuheshimiwa kuliko ndugu zake wote, lakini maisha yake yalikuwa ya huzuni, hayana kitu chochote. Mpaka alipomlingana Bwana, ndipo ile heshima yake ilivyoonekana. Kuna watu kabisa, yani ukitembea ukikutana naye njiani, yani nguo zake zenyewe amenyosha vizuri, anapiga vitu vikali, suti kali kuliko hata hii. Haleluya. Lakini mfukoni hamna kitu. Maana huyu mtu alizaliwa awe mtu mkubwa, lakini hapo katikati kuna mtu amechengesha. Sema wewe uliyechengesha hatima yangu, uliyeiba utukufu wangu, leo naachia kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu nipungie mkono kama unanielewa. Thank you Jesus. Haleluya. So utukufu wa mtu kwa maisha mtu unaweza kuibiwa. Hebu twende sura inayofuata kidogo nikuonyeshe kitu. Sura ya 5. Hiyo Samueli wa kwanza sura ile ya 5. Manterida zobradesh mantaya lekadoza bradeza mantere. Hebu tusome haraka Samueli wa kwanza sura ya 5. Umefika Tenda haraka kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu wakaenda nalo kutoka Ebeneza hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Ni kosa kubwa sana walilofanya. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi. Sema Dagoni unaanguka leo. Sema Dagoni unaanguka leo. Yes, Biblia inasema Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitoa Dagoni wakaisimamisha mahali pake tena. Wakafikiri labda ni bahati mbaya, wakadhani ile Dagoni imeanguka kwa bahati mbaya. Sema sio bahati mbaya, mmejichanganya.
mmegusa sanduku la utukufu. Hebu sema mimi ni sanduku la Bwana. Sema tena, mimi ni sanduku la utukufu wa Bwana. Kwa hiyo ukinigusa mimi, umegusa sanduku la utukufu, na kuanguka lazima uanguke kwa jina la Yesu. Na mimi nakutamkia katika jina, yeyote atakayekugusa wewe amegusa sanduku la utukufu. Atakayekugusa kwa ubaya ataanguka kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Kuna watu kwa maisha lazima waanguke ili wewe ufike ambapo unatakiwa kufika. Ndio maana Biblia inasema Yesu alipozaliwa, yule nabii akatabiri akasema, huyu mtoto mnayemwona amewekwa kwa ajili ya wengi kuinuka katika Israeli na wengine kuanguka. Kwa kwenye maisha yako kuna wale watakokutendea vizuri watainuka, wale watakokutendea vyema watainuliwa na Bwana, wale ambao watabariki maisha yako watabarikiwa. Lakini yeyote atakayejaribu kukulaani amelaaniwa kwa jina la Yesu. Yeyote atakayejaribu kutenda mabaya, Bwana ameshamtenda mabaya kabla hajaanza kwa jina la Yesu. Dagoni ikaanguka. Sema Dagoni unaanguka leo. Sema Dagoni unaanguka leo. Sema wewe Dagoni uliyezoea kushikilia utukufu wa watu, leo umejichanganya. Kwangu lazima uanguke, kwangu unapomoka kwa jina la Yesu. Tupige hatua kidogo, tuendelee. Mstari wa 4. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake. Sema leo atasalia kiwiliwili tu, kichwa na kiondoa. Sema kama Daudi alivyoondoa kichwa cha Goliati, leo na waondolea vichwa katika jina la Yesu. So wakajichanganya hawa. Unajua watu huko nje wao wanafikiri labda tunaposema anguka wanafikiri tunabahatisha. Wao wanafikiri labda ni maneno tu. Sema sio maneno tu. Sema jichanganye uone. Sio maneno tu. Kwa walipoamka asubuhi wakakuta Dagoni imeanguka. Mwanzo unajua Mungu anaanza na warning. Sema warning. Mwanzo lilianguka tu wala likuvunjika. Kwa manake kujiponya walitakiwa tu wachukue sanduku la watu warudishe walipolitoa. Si ndio watumishi wa Bwana? Mwambie jirani yako, mwambie ukiona mambo hayaeleweki, rudisha vitu vya watu. Haleluya. Haleluya. Na ndivyo navyowapa warning waliochukua mali zako, waliochukua utajiri wako, waliochukua utukufu wako, waliochukua heshima yako. Leo Bwana anawatembelea kwa jina la Yesu. So walivyoona Dagoni imeanguka wakajua unajua kwenye maisha kuna bahati mbaya. Kuna kupanda na kushuka. Wanajipa moyo kwamba hii unajua ni hali ya kupanda na kushuka, ni hali ya kawaida kabisa ya maisha. Mwambie sio hali ya kawaida ya maisha. Kuna kitu kinaendelea. Umegusa sanduku la utukufu. Kwa Biblia inasema walivyoona hivyo wakalisimamisha tu lile Dagoni. Wakasema ngoja tulisimamishe, limeanguka bahati mbaya, na wakalisujudia kabisa. Hawa ni watu waovyo kabisa. Yaani ukiona mtu anasujudia kazi za mikono, yaani sanamu dude amelichonga mwenyewe alafu analinamia, mwambie huyo mtu ana tatizo kichwani. Mwambie kuna kitu hakipo sawa kwenye kichwa. Yaani dude limeanguka, linaitwa Dagoni. Ndio tofauti kati ya Mungu wetu na miungu yao. Mungu wetu sisi anatubeba. Mungu wetu sisi anatupigania, anatunyanyua, lakini yeye Mungu wao ndio wao wanamtetea. Yaani lidagoni lao lazima wao eti wamekuta limeanguka wanalinyanyua. Wewe unaweza ukamnyanyua Mungu? Mungu wetu sisi ndo anatuinua sisi, ndo anatunyanyua sisi, ndiye anatubeba sisi. Haleluya! Mpigie Bwana makofi. Pigia Mungu wetu makofi. Ndio maana anaitwa Mungu juu ya miungu yote. Kwa hiyo Dagoni lao wao ndio wanakuta limeanguka wanalinyanyua. Sasa wakajichanganya wakalinyanyua. Siku ya pili Mungu akasema kumbe hamjaelewa warning. Hamkuelewa kwamba hii ni onyo. Kwa hiyo siku ya pili wakakuta limeanguka kwa kupomoka mbele ya sanduku la Bwana. Tena sio tu kuanguka, bila sema na vitangu na mikono yake imefanya nini? Imekatika. Na miguu ikafanya nini? Kikasalia nini? Kichwa chali. Haleluya! Sema leo kichwa chini. Sema Dagoni unaanguka. Sema Babeli unaanguka. Sema Yezebeli unaanguka. Sema Dagoni unaanguka kwa jina la Yesu. Kwa kakuta Dagoni imefanya nini? Imeanguka na kukatika katika. Hebu tuendelee kusoma hii story nzuri kweli. Unafikiri wanaweza kuendelea kuvumilia Unajua shetani sio kwamba shetani hana cha kujifunza kwake. Kama kuna vitu vya kujifunza kwenye maisha ya shetani huwa ni mvumilivu sana. Haleluya. Unaweza kaendelea kuvumilia, ngoja tuone kama wanavumilia. Hebu tuende kidogo. Mstari wangapi tunaenda? Mstari 5. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote
Tuendelee mstari wa 6. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi. Mantori braduza taya. Uliendelea kuwa mzito. Sema leo mkono wa Bwana utakuwa mzito juu yao. Nasema akawaharibu. Sema leo Bwana na waharibu. Akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu. Wamelikataa. Haleluya! Leo wataukataa utukufu wako leo. Leo watarudisha fedha zako leo. Wakasema halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Leo Mungu mkono wake utakuwa mzito juu ya Dagoni Mungu wao. Atakayesema amina kubwa, pokea, hiyo ni ya kwako. Atakayesema kubwa kuliko wote, hilo ndo fungu lako. Haleluya! Watu wanapenda baraka hawa. Tuendelee mstari wa 8. Basi wakatuma watu waende kwa kusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti. Sema mashehe wote, na wapiga ramli na waganga na madarueshi. Leo mnakusanywa. Sema leo mnakusanywa kwa jina la Yesu. Wakasema tulifanyaje sanduku la Mungu wa Israeli? Wanajadili hili sanduku, ndio tuliliiba, tulitoa sanduku la watu, sasa linaleta majanga, limekuwa matatizo kwenye miji yetu, mambo hayaendi, majipu, magonjwa kila mtu. Tulifanyeje? Naona leo akikaa vikao kujadili tufanyeje nyota yake, maana inatusumbua sumbua. Sema leo inawachoma kwa moto kwa jina la Yesu. Tulifanyeje ili sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gati. Wakasema tulihamishe, tunajua limekaa hapa Dodoma muda mrefu, sasa tulipeleke Dar es Salaam. Wanafikiri labda Dar es Salaam kule mambo yatafanya nini? Yataenda, lina shida tu na Dodoma. Popote utakapoliweka, azilonga ni sanduku la Bwana, lazima likudhuru. Sema lazima likudhuru. Wakalihamishia wapi? Gati. Unajua Gati ilikuwa ni mji wa Wafilisti, na Gati ndio ilikuwa jiji kubwa la Wafilisti kama Dar es Salaam leo. Na unakumbuka hata Goliathi alikuwa wa wapi? Wa Gati, shujaa wa Gati. Sema wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. 9. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mji, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu kwa wanalihamisha miji tu. Lipoingia Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele, wakasema wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa watu wakalikataa, wakasema hapana, na sisi hatulitaki. Leo watakataa nyota yako. Leo watakataa vitu vyako alivyoviiba. Watasema hatuvitaki tena. Watasema mvirudishe mlikovitoa kwa jina la Yesu. Unajua wakati inakuwa sisi tulikuwa sijui siku hizi, unajua siku hizi uchawi nao umepungua nguvu. Wanasema ulikuwa ukiiba kitu cha mtu, kile kitu kinakwambia nirudishe ulikonitoa. Sasa imagine umeiba mwindi, umesha ukwangu. Umeufanya nini? Umeukwanyua. Kiswahili ni sio mchezo. Ungeniambia kwa Kiingereza ingekuwa rahisi. Haleluya. Umesha kwanyua mwindi wa watu, alafu mwindi unakwambia nirudishe ulikonitoa. Unaona ilivyo kazi Unaona ilivyo kazi Ni kazi. Mwindi unakwambia nirudishe, ukiurudisha ukauweka unakwambia nipachike vizuri kama ulivyonikuta. Ndivyo ilivyo, nakwambia, nakupa kama mfano. Haya mambo yalikuwepo kwenye uchawi, lakini wachawi wanakopi kwa watu wa Mungu. Kitu chako anachokiiba huwa kinawaambia nirudishe. Ukikazana kuomba chenye ndo kinawaambia nirudishe, kwa sababu kinaleta matatizo pale. Na nielewa vizuri? Nani ananielewa? Nipungie mkono kama unanielewa. Yes, tunaenda vizuri. Kwa hawa nao wakalikataa, wakasema hatulitaki, mmekuja kutuua. Watu wakaandamana mji mzima, wakasema hatutaki kabisa hilo sanduku la Mungu wa Israeli. Limewaua huko, limewamaliza, mnalileta kwetu. Lisingewaua msingelileta, na sisi hatulitaki. Wakalikataa. Sema leo wanakataa utajiri wangu, wanauachilia kwa jina la Yesu. Mstari wa ngapi? Twende haraka. Mstari 11. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Wafilisti, wakasema liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli. Sasa liondoe, aisee, tunakufa, liondoe. Liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli, liende tena mahali pake. Sema liende mahali pake. Sema wanarudisha mahali pake. Sasa liondoeni liende mahali pake, ili lisituue sisi
wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno, na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Kwa maana yake watu walilia sana, maana yake wengine walifanya nini? Walikufa kabisa. Lakini Biblia inasema wale ambao walikuwa ni afadhali au hawajafa walipigwa na majipu. Imagine unatembea na majipu mwili mzima kwa sababu tu umeiba vitu vya mtu. Hivi wachawi wanajitaka kweli? Anaiba eti anakuja kuiba fedha zako. Hata anaiba fedha zako iwe kwa chuma ulete au kwa namna yote, anajipalia mkaa. Unajua kupaa mkaa Yaani umeshakuta watu wanapika wali, anaweka kitu juu kifuniko, alafu anachukua mkaa anaweka juu yake. Sasa mtu anaiba vitu vyako anajipalia mkaa, anajiletea matatizo. Kwa sababu the moment ukianza kusema narudisha, yeyote aliyeiba apigwe, wanapata tabu. Haleluya! Sema na leo wanaenda kurudisha kwa jina la Yesu. Sema naamuru ule utukufu wangu waliochukua uanze kuwatabisha, uanze kuwasukasuka, uanze kuangusha kwa jina la Yesu. Biblia inasema ndivyo ilivyokuwa hata kwa Israeli wakiwa kule Misri utumwani. Biblia inasema walipokaza wakafanya shingo yao kuwa ngumu, wakafa kwa sababu Farao mtu mmoja amekaza shingo yake. Biblia inasema mpaka watu wote wananchi wakamkusanyikia Farao. Wananchi unajua wakipitia mambo mengi wanakuwa mwisho wa siku hawaogopi tena. Wakaenda kwa mfalme wao wakamwambia, tunataka waondoe hao Waisraeli, wametuchosha. Waache waende, maana tumekwisha kufa sote. Wanamwambia Farao waache waende zao. Hujagundua tu kwamba huu ni mkono wa Mungu uko juu yetu. Kwa Mungu akitaka kuwaokoa watu wake au kurejesha vitu vyao vilivyoibiwa, huwa na hukumu ile miungu yao. Sema leo miungu yao tunaihukumu kwa jina la Yesu. Hebu haraka tupige hatua kidogo, twende sura ya 6 misali mitatu tu au misali minne. Sura ya 6 twende haraka tusome pamoja. Sura ya 6 1 2 3. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwamo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Hilo lilikuwa limekaa ndani ya nchi ya Wafilisti miezi 7. Sasa wewe jiulize, utukufu wako umeibiwa kwa miaka mingapi? Fadhali hawa ni miezi 7 tu. Nao Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi wakasema, tulifanyeje sanduku la Bwana? Yaani bado wanajiuliza eti. Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Yaani kulirudisha inakuwa ngumu. Sasa tunalirudishaje? Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu. Sema ni marufuku kurudisha kitupu. Liliondoka likiwa kitupu, lakini wanasema msilirudishe kitupu, msije mkathubutu. Lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa. Sema kuna matoleo ya kosa. Kwa wakiiba manake wanatakiwa warudishe zaidi. Kama waliiba milioni 5, wanatakiwa wapige 5 mara 100. Haleluya! By the way, Biblia inasema watarudisha mara 7 zaidi. Unanielewa vizuri Kwa wanarudisha, ni kosa kwako wewe kukurudisha vile vile. Hawataki kurudisha vile vile. Kurejesha maana yake ni kurejesha ikiwa na utukufu mkubwa zaidi, ikiwa na vitu vingine vya zaidi, ikiwa na faida. Sema leo anarudisha na faida kwa jina la Yesu. Anasema mkirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msirudishe kitupu, lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa, hivyo mtapona. Mkirudisha na vitu vingine mtapona. Tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake haukuondolewa kwenu. Mstari wa 4, ndipo wakauliza, na hayo matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani? Hayo tutakayompelekea. Nao wakajibu, na yawe majipu ya dhahabu 5 na panya wa dhahabu 5, sawasawa na idadi ya mashehe wa Wafilisti, kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe wenu. Akasema kwa sababu mmepigwa na tauni inatokana na panya, kwa hiyo mchonge panya wa dhahabu mpeleke, mchonge na majipu ya dhahabu mpeleke. Unanielewa vizuri? Haleluya! Kwa wakawapelekea na dhahabu. Haleluya! Ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yako. Leo walioiba chochote kwenye maisha yako wanapigwa na watarejesha na vya ziada kwa jina la Yesu. Umepoa sana. Ngoja nijaribu hapa labda. Nasema watakurejeshea na ziada kwa jina la Yesu. Ngoja tuone upande huu. Watakurejeshea na ziada kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa wanakurejeshea, sio vile tu walivyoiba, wanarejesha na ziada. Sema watarejesha na ziada katika jina la Yesu. Sema tena watarejesha na ziada katika jina la Yesu. Kwa tunaona sura ya 6 wamekaa wanasema, okay, tushapigwa, tunarudishaje? Wanasema mrudishe na ziada. Leo watakurejeshea kwa jina la Yesu. Leo kila kilichoibiwa kwenye maisha yako kinarejea kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kilichoibiwa, kilichosababisha utukufu wa Mungu kuondoka kwenye maisha yangu, leo kinaanguka na utukufu wangu unarejea leo.
utukufu wa Bwana kwenye maisha yangu unarejea leo kwa jina la Yesu. Nataka tupige hatua haraka kwa sababu nataka tupate walau dakika chache za kuomba. Amen. Andika, nikwambia leo tunajifunza, andika namna ya kudhihirisha utukufu uliofunikwa. Mwisho tutacompile tufanye yote kwa pamoja. Nikwambia somo ni kurejesha utukufu ulioibiwa na kufunua utukufu uliofunikwa. Lakini vyote viwili mradi ni utukufu wa Mungu lazima uwepo kwenye maisha ya mtu. Sasa andika haraka namna ya kudhihirisha utukufu uliofunikwa. Jambo la kwanza au namna ya kwanza ya kudhihirisha kufunua utukufu wa Mungu ulioibiwa, epuka dhambi. Epuka maisha ya dhambi. So point number 1, epuka maisha ya dhambi. Sema epuka maisha ya dhambi. Sema tena epuka maisha ya dhambi. Mwambie jirani yako epuka maisha ya dhambi. Haleluya. Haleluya. Yes, mbona umekaa kimya kwa sababu nimwambia kuhusu dhambi? Wapendwa, nikwambie ukweli, hakuna kitu kinaondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu kama kuzoea maisha ya dhambi. Kwa hiyo ifike hatua useme mimi na maisha ya dhambi basi. Ifike hatua uamue kabisa kwamba leo naamua rasmi kutembea na Mungu. Nimeamua kujitenga na nini? Na dhambi. Epuka maisha ya dhambi. Tafuta kujua Mungu anasema nini, utembee kwenye njia za Mungu. Epuka kuishi maisha ya dhambi. Ndio maana tumeona pale ukisoma Warumi sura ya 3 mstari wa 23, Romans chapter 3 verse 23. Nafikiri utasoma mwenyewe, lakini Warumi sura ya 3 mstari wa 23 anasema wote wametenda nini? Dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. They have all sinned and become short of the glory of God. Anasema kwa nini wamepungukiwa na utukufu wa Mungu? Ni kwa sababu wamefanya nini? Wametenda dhambi. Kumbe dhambi ukizoea maisha ya dhambi yanakufanya uwe mbali na utukufu wa Mungu. Wapendwa, Paulo anaandika anasema ni jambo gani litatutenga na uso wa Mungu? Ni kitu gani kitutenge na upendo wa Kristo? Anasema je, ni njaa, ni adha, ni shida, ni usultani, ni uchi, ni njaa, ni umaskini? Ni kitu gani kitutenge na upendo wa Mungu? Akikuonekana cha kumtenga mwanadamu na upendo wa Mungu isipokuwa ni dhambi peke yake. Dhambi ndio ilifanikiwa kumtenga mtu na uso wa Mungu. Na kumbuka, Mungu akiwepo utukufu wake utakuwepo hapo. Haleluya. Kwa asipokuwepo Mungu yake hakuna utukufu wake. Sasa Biblia inasema katika Isaya 59, tazama mkono wa Bwana ukupunguka hata usiweze kufanya nini? Okoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Lakini anasema lakini maovu yenu yamemfarakanisha ninyi na nani? Na Mungu wenu, nazo dhambi zenu zimeuficha uso wake wala hataki kusikia. Kwa dhambi ndio inafanya mtu awe mbali na utukufu wa Mungu. Sema leo utukufu wa Mungu unarejeshwa katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Bwana nisaidie, nitenge mbali na maisha ya dhambi, nitenge mbali na uharibifu. Nisaidie Bwana kutembea katika kweli yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya. So maisha ya dhambi, sema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. So epuka maisha ya dhambi. Hakikisha umetengeneza na Mungu. Hakikisha umetengeneza njia zako na Mungu. Haleluya. Ukisoma Isaya sura ya 40, hebu tusome kidogo Isaya 40 tuanze mstari wa 3 mpaka wa 5. Haraka. Isaiah chapter 40 verse 3 to verse 5. Isaya sura ya 40 umefika Yes, Isaya sura ya 40, twende haraka mstari wa 3 mpaka wa 5. 3, twende. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka na palipoparuza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili watauona wote pamoja, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena. Haleluya. 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 So tunaona hapo anasema namna gani utukufu wa Bwana utafunuliwa. Watu wengi wanakimbiliaga kusoma mstari wa 5
anasema na utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili wataona. Lakini kabla ya utukufu wa Bwana kufunuliwa ili wote wenye mwili waone, Biblia inasema ilitangulia sauti ya mtu aliaye nyikani ikiwaonya watu ikiwaambia, itengenezeni nini? Njia ya Bwana. Ndio maana hata kabla ya Yesu hajaanza kutenda kazi kudhihirisha utukufu wa ufalme wa Mungu, Biblia inasema alitangulia Yohana Mbatizaji, anawaambia tubuni mkaiamini Injili. Tubuni mkabatizwe, maana kuna mtu anakuja nyuma yangu. Lakini lazima kutangulia. Kwa ili utukufu wa Mungu dhihirike, toba lazima itangulie. Haleluya. Na nikwambia toba sio yale maneno yale kukiri tu. Unajua kuna tofauti kati ya maungamo na toba. Sasa watu hawajui kutofautisha kati ya kuungama na kutubu. Confession kukiri, huku kunaitwa kuungama. Lakini toba sio maneno. Toba ni kugeuka. Sema geuka. Mwambie jirani yako leo geuka. Biblia inasema hata Musa ili auone utukufu wa Mungu, auone ule moto, Biblia alisema nitageuka niaone maono haya makubwa. Lakini kwa ili Mungu ajidhihirishe kwako, ili uone utukufu wa Mungu, amua kugeuka leo. Toba maana yake ni kugeuka, sio maneno tu. Yale maneno achana nayo, ila amua tangu ndani ya moyo wako kwamba leo naamua kwenda na Mungu, naamua kusafiri katika njia inayompendeza Mungu, naamua kuyaacha maisha ya dhambi na uovu. Haleluya. That is the meaning of toba. Haleluya. Haleluya. Yes, hiyo ndio maana ya toba. Kugeuka. Sema nageuka leo. Natubu leo kwa jina la Yesu. Sema leo natubu kwa jina la Yesu. Nageuka. Yes, kugeuka kwa lugha nyingine kunaitwa kuongoka. To be converted. Hilo neno kuongoka maana yake ni kubadilishwa, kugeuzwa. Haleluya. Samueli anamwambia Sauli, anasema Roho wa Mungu atakujia nao utageuka kuwa mtu mwingine. Haleluya. Utageuka. Tumeitwa kugeuka. Tumeitwa kutoka kwenye dhambi na uovu. Tumeitwa kuacha uchafu. Kugeuka, kwanza kumfuata Yesu. Mwambie jirani yako geuka leo. Sema huruma za Bwana zinakuita. Mwambie rehema za Bwana zinakuita leo. Geuka. Haleluya. Yes, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maisha yako lazima yabadilike. Umeokoka. Zamani ulikuwa unatukana, yani ulikuwa na maneno unatukana, lakini umeokoka sasa. Tunategemea tuone tofauti, si ndio? Tuone the difference kati ya wewe wa jana na wewe wa leo, tutajua amegeuka, si ndio? Si ndio mwana wa Mungu? Lakini unakuta ati mtu ameokoka, alikuwa mlevi na ameokoka bado anaendelea kunywa. Kweli huyu amegeuka? Bado hajatubu, si ndio? Haleluya. Ulikuwa unacheza kigodoro disco, saizi umeokoka, kikipigwa naona tamani uende uruke. Umeokoka kweli? Haleluya. Nasema disco sababu mimi kabla sijaokoka bwana, nikiwa kule primary, yani mimi nilikuwa mtukutu, msinione hivi. Tulikuwa tunaondoka kabisa kikosi, ndio maana nakwambia ombea sana watoto wako. Tuondoka vijana wengi tunakusanyana kabisa, tunajua leo disco liko mtaa fulani. Tunaenda kule. Tunakusanyana tunaenda. Na tulikuwa hatuogopi, yani unaondoka nyumbani usiku na unalifuata disco. Unalifuata mtaa hata sijui wa wapi huko mbali. Sasa eti niokoke niache kumtumikia Mungu. Ndio maana hata nilivyokoka nikaanza juhudi zile nilizokuwa naenda disco, nikaanza kwenda kwenye mikesha, nikaanza kumtafuta Mungu. Sababu nimebadilika, nimegeuka. Kwa kuna maisha mengine nimeanza kuishi. Sio shetani tena anayenitumikisha. Kwa utumishi huko pale, ni mtumwa, lakini sasa hivi ni mtumwa wa Kristo. Sio mtumwa wa ibilisi tena, sio mtumwa wa shetani tena. Sema leo nageuka kwa jina la Yesu. Sema tena nageuka kwa jina la Yesu. Na jambo lingine litakalofanya ufunue utukufu wa Mungu kwenye maisha yako ni kuishi maisha ya imani katika neno la Mungu. Write it down, ninatashia hapo. Kuishi maisha ya imani katika neno
la Mungu. Haleluya. Epuka maisha ya kulalamika, kunungunika, maisha ya mashaka, maisha ya kutokumwamini Mungu. Nafikiri haya nayaongeaga mara kwa mara. Hakikisha unaishi maisha ya imani katika neno la Mungu. Nafikiri mama ameongea tu kwa mapana zaidi asubuhi wakati anafundisha kuhusu imani. Wakati anafundisha kwa habari ya nguvu za Mungu, humo katikati aligusa imani na tukajibu kabisa imani ni nini. Na mtumishi wa Mungu akajibu, mama mchungaji. Kwa hiyo epuka maisha yasiyo ya imani, maisha ya mashaka. Hata katikati ya giza, amini iko nuru inaweza kutokea pale. Haleluya. Pesa nayo nuru yang'aa gizani, wala giza likuiweza. As long as wewe ni mtoto wa Mungu, uwe na imani na uhakika kwamba hata hapa Mungu anaweza kunivusha. Hata hapa kwenye hili giza navuka. Kwa maisha ya kudhihirisha utukufu wa Mungu, ili utukufu wa Mungu uonekane, lazima uishi maisha ya imani. Sema maisha ya imani. Hebu twende haraka haraka Yohana sura ya 11. Msome misali miwili tu. Yohana 11:39 na 40. John chapter 11. Yohana sura ya 11. Umefika Mbona uko faster wewe mama mchungaji? Yohana sura ya 11 mstari wa 39 na 40, ni misali miwili. Tusome pamoja, 1, 2, 3. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Haleluya. Yesu akamwambiaje? Mimi sikukwambia kuwa ukiamini utauona utukufu wa Mungu? So kama unataka kuona utukufu wa Mungu, lazima ufanye nini? Uamini. Kwa hakuna utukufu wa Mungu kama hakuna imani. Haleluya. Kwa sababu ni kitu kinaanzia rohoni. Kwa ili uamini, lazima, ili uone utukufu wa Mungu, lazima uliamini neno la Mungu anayekwambia kuna huo utukufu. Lazima uliamini hilo neno lake. So tunaona utukufu wa Mungu unaweza ukafufua mpaka vitu vilivyokufa. Kumbe Yesu anatuambia kilichomfufua Lazaro, ndio tumepata kujua sasa. Kumbe kilichomfufua Lazaro ni utukufu wa Mungu. Lakini Yesu anamwambia Martha, anamwambia ndugu yako atafufuka, alafu anamwambia liondoe sasa jiwe. Yule Martha anasema Bwana ananuka, unajua. Saizi Bwana ananuka, yani ni siku ya 4, ameshaoza ananuka. Yesu anamwambia wewe, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? So ili uone utukufu wa Mungu lazima ufanye nini? Uamini, uliamini neno la Mungu. Hakuna utukufu wa Mungu kama hamna neno la Mungu. Sasa nikwambia utukufu wa Mungu ni ile hali, ule uzuri wa Mungu, ile nuru ya Mungu, nuru kung'aa gizani, ndio utukufu wa Mungu. Sasa ili utokee lazima litokee neno la Mungu, lazima litangulie neno la Mungu. Sasa neno la Mungu ndio limeumba kila kitu. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vimefanyika kwa huyo, wala pasipo huyo akifanyika chochote kilichofanyika. Nasema ndani yake ndimo limekuwa ule uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Haleluya! Kwa vyote vimeanza na neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu ndio ile nuru, ndio huo utukufu wenyewe. Nuru lazima itangulie ili utukufu uje, na tumeona nuru ni neno la nani? Nataka uconnect dots. Hebu tuangalie Isaya sura ya 60. Isaya sura ya 60, tuangalie misali miwili tu, misali miwili, afu tutakuwa ni andiko la mwisho kabisa, aturudi mengine. Haleluya. Umechoka? Kama umechoka nipungie mkono. Kama nimekuchosha. Hujachoka, sema ukweli bwana. Yes, hujachoka kweli. Haleluya. Yes, tunaelekea kuhitimisha. Isaya 60 mistari miwili tusome. Mstari wa kwanza na wa pili. Umefika Mmoja, kama mtu ana Biblia mwambie angalizia kwangu mpendwa. Mwambie tunaruhusiwa kuangalizia. 1, 2, 3 twende. Ondoka. Haujafika? Haya twende. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Haleluya. So ili utukufu wa Mungu onekane, lazima mwangaza utangulie, ambao tumeona nuru au mwangaza ni neno la nani? Jamani, tu connect. Biblia inasema hivi, hiyo Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza na pili, nasema ondoka uangaze, maana nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Sasa hiyo nuru yako ambayo inakujia ni neno la Mungu. Kwa nuru ni neno la Mungu. Tumeona katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1. Hebu andika na hiyo sasa ili tu connect dot vizuri.
Nimekutajia tu, inawezekana hujanielewa. Yohana Mtakatifu sura ya nisema nimeishia hapo maandiko nimeishia hapo kabisa. Sirudi tena maandiko mengi. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza sema hapo mwanzo alikuwako neno, anasema huyo neno ndiye alikuwa hiyo nuru. Kwa anaposema ondoka uangaze maana nuru yako imekujia, hapo kwenye nuru yako imekujia, toa hiyo nuru, sema neno la Bwana limekujia. Unanielewa vizuri Kwa ili utukufu uonekane lazima neno la Bwana lifanye nini? Litangulie, likujie, na likikujia utukufu wa Bwana unazuka, kwa sababu umeliamini neno la nani? Ndio maana Yesu akamwambia Martha, sikukwambia ukiamini neno la Mungu utaona utukufu wa Mungu? Sikukwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Sema leo naamini kwa jina la Yesu. Sema tena leo naamini kwa jina la Yesu. Sema tena leo naamini kwa jina la Yesu. Sema leo kila kilichoibiwa kwenye maisha yangu, utukufu wa Bwana kwenye maisha yangu unarejeshwa, na utukufu wa Bwana uliofunikwa unafunuliwa mchana wa leo kwa jina la Yesu. Utukufu wa Bwana kwenye maisha yangu uliofunikwa ufunuliwe leo. Imeandikwa katika Isaya sura ya 40 mstari wa 5, utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili watauona kwa pamoja, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kwa jina la Yesu, kila utukufu uliofunikwa kwenye maisha yangu na amuru ufunuliwe kwa jina la Yesu. Kila kilichoibiwa kinarejeshwa. Utukufu wa Bwana ulioibiwa unarejeshwa, utukufu wake kwenye maisha yangu unarejeshwa leo kwa jina la Yesu. Simama tuombe. Rapasoto rakapashata yantoperado. Anza kuomba sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza tembea, jitamkie katika jina la Yesu. Sema utukufu wa Bwana unarejeshwa kwenye maisha yangu. Utukufu ulioibiwa unarejeshwa leo. Thamani kwenye maisha yangu inarejeshwa leo. Kibali changu kinarejeshwa kwa jina la Yesu. Uzima, amani, furaha vinarejeshwa kwenye maisha yangu.